Umeona kana gai? Bro. Kwa nini ukuli? Hapa nimefika. Kwa nini? Inakula kwao. Nini baya? Nafikiria mengi tu ndio. Sawa. Wanaume wanafikiriaga sana. Shida yako ni gani? Shida yako ni gani? Kada kazi yako atatokea huko Saudi Arabia. Wewe modu zaidi? Sijui Saudi Arabia nini iko huko. Saudi Arabia. Alikwambia umeongea na yeye mambo ya agent. Unajua agent ndiye mambo yote. Agent ni kama hataki kusikia sijui ni nini. Agent, kazi ya agent ni gani? Umeconfirm ameenda na agent ama? Umeconfirm ako na agent kabisa? Sije confirm vizuri lakini wacha nikwambie kitu moja. Na hii kitu nataka watu wengi wasikie sana. Na nataka usikie kwa sababu ya kazi yako. Agent wengi, I am very sure you cannot start a business. Wewe mwenyewe start business ukuje uibia Wakenya ovyo ovyo, si ni kweli? Most of the time ile kitu inafanyika kwa wasee ni wewe ndiye mwenye agent, wewe ndiye agent lakini uko na broker wengi sana. Uko na broker wengi sana. Na you will find out that hao mabroker wengi ndio wanakuja kuharibia, mabroker ndio wanaharibia mwenye agent kazi. Why am I telling you this? Niko na kesi mingi sana za wasichana wa Saudi Arabia. Before nilikuwa mtu akinipea shida naweka kwa Facebook direct. Lakini saa hizi mimi siwekagi. Siwekagi direct. Kwa nini? Kwa sababu I have come to realize most of the girls wako na shida kwa sababu ya brokers. So they don't know who is the real agent, they don't know who is the broker. So ni kumaanisha kuna agent anapea broker kazi, sio? Na ndio maana unaona wasichana wengi wanateseka juu ya brokers. So, mimi unajua ile nimeconfirm kwa sababu hata wewe nataka usikie. Nimeconfirm kwa sababu mimi msichana akinipea namba ananipea huyu ndiye agent wangu. Agent mwenye napigia simu mimi ati agent mwenye sasa anaambia hello, I am Joe from Qatar. Msichana wako amenipatia namba, akona shida fulani. Ananiambia no, I don't know her. Imagine mtu anakwambia I don't know her. Alafu anakwambia kuna wenye ni wazuri sana wanakwambia I am not an agent, I am a broker. Hiyo kesi unaweza deal aje? Huyo ni broker, kazi ya broker ni gani? Nikuje, unataka hii kijiko, mimi ni broker, wewe he is the owner. Wewe ndiye owner hii kijiko, si ndio? Wewe kazi yako ni broker. Utaenda hii kijiko uende kwa yule, ukuje uniuzie kwa sababu mimi ndiye nanunua. Kwa hivyo mimi sijui yule, najua wewe, si ndio? Na ndio maana unaona wasichana wengi wanateseka kwa sababu ya nani? Ya broker. Wao wa broker ndio wanaharibu kazi. Na ndio maana unaona wasichana wengi wanateseka. Na msichana mwenye ako na agent mzuri, na nafaa nakwambia hivyo kwa sababu nataka ujue kama huyo agent wako, huyo msichana wenu alienda na agent genuine ama alienda na broker. Kwa sababu wache kuharibiana majina. Mimi siwezi fungua kampuni yangu, sikudanganyi, I swear with my God. Siwezi fungua kampuni yangu nikuja niharibu kwa sababu ya pesa. Hiyo kitu siwezi fanya. So kwa sababu nataka hiyo kampuni. Kwa sababu I am not here because I'm not after money. Lakini mimi nataka tufanye biashara today, tomorrow and forever. Nilikuwa nimesikia Kenya kuna like a school opened by the government. Mtu anataka kwenda Saudi Arabia as a house girl. Funded by the government. Kuna kitu kama hiyo? Niko na swali moja. Hata ikifikia serikali I don't care. Wakenya wenye wako Kenya wanashidaga wakilalamika aje? Serikali haitusaidii, serikali tunafanya hivi, serikali tunataka hivi, si ni kweli? Na daganya ama sidaganyi? Imagine utoke Kenya, uende Saudi Arabia, alafu uanze kulilia serikali yako yenye hata wenye wako Kenya wanasumbuka. Itakusaidia aje? Ni wewe mwenyewe ujisemee wewe mwenyewe. Hii Saudi Arabia is too much. I don't want to go there. Sio lazima wacha tamaa. Hiyo tamaa haitakusaidia. Kwani ama si kweli? Hiyo tamaa haitakusaidia. Na
unaona hata tukiongea kuna watu wana comment wakisema wachana na sisi tuko Saudi Arabia. Most of them are Keboys. Na nikuuliza, hao Keboys ndio wanaharibia wenye wanateseka jina. na nikuuliza, Na hao wenye wanateseka wanaharibiwa na brokers. What can we do with this right of case? Kama saa hii tumeona venye nimeteseka pale. Niko na kesi naongea na madam wa mtu. Imagine Saudi Arabia, I'm talking with a madam. Mimi naongea na madam na hata simjui. Sasa na nikuuliza swali. Sasa kuna hivi unaambiwa na huyo sasa agent ama broker. Nakwambia wewe unaenda kazi fulani. Kama msichana anaambiwa anaenda kazi maybe barista ama waitress, lakini akifika kule ameshaingizwa house girl. Those are brokers. So how will you recognize the broker from the agent mwenyewe? It is very simple. Wasichana wengi wakienda Saudi Arabia, this is to you, not to everybody. Wasichana wengi wakienda Saudi Arabia, wanapeago, imagine unapewa paper usaini ukiwa kwa airport. Who does that? Hata wewe unaenda kusaini because kama yako ni upande ndege uende. So, lakini hata hujui ile job unaenda kufanya. Na mimi kama broker, tuseme mimi ni broker, naweza kuconfuse nikwambia hii ni sahani na ni kijiko. Hii ni sahani na ni kijiko. Why? Because I need money by the end of the day. I need money na nitakuconfuse nikwambia hii ni sahani. Tafadhali nunua please. Kwa hiyo ndio maana unaona wasichana wengi wanaambiwa ukienda huko utakuwa ati umetoka hapa unaenda Saudi Arabia utakuwa secretary. Ukifika huko unakutana na sahani nini? Rumu moja imejaa masahani. Unashindwa sasa hii sahani nimekuja kuwa secretary wa sahani. So ni kumaanisha ni broker. Msichana ametoka kwao anaenda Saudi Arabia but still hana document any amesign. Ametoka kwao mpaka airport. Haja sign, lakini akifika airport atasign na haraka. Na sometimes wao watu inakuwaga ni deal. Acha niwaambie, inakuwaga ni deal mpaka watu wenye wako airport wanajua hutu tusichana ni tonye tokugogwa kwa sababu atakuja kama kaabiwe wewe umechelewa check-in. Umechelewa. Sign haraka. Watu wa airport watakwambia sign haraka na utasign kwa sababu you have no choice na hutaki kuachwa na ndege. So it's a big deal. That is a very big deal. So it is a very big deal from wachana agent. Mimi siwezi kuuza agent kwa sababu mimi siwezi fungua biashara yangu ni haribu. Nafungua biashara yangu ili iglow. Lakini hao mabrokers enda airport, hiyo deal yote iko huko. Wako huko wanajifanya ati hawajui lakini wanajua. Ndio maana wanakuambia umechelewa nini unasaini haraka. Unakuta ukitoka kwa office ulikuwa umeambia unaenda kuwa teacher wa watoto. Ati unaenda ati I'm going there like a teacher. Nani ukienda kusaini pale umesaini haraka unaenda ukipata kwa kiti ya ndege hata huwezi soma kwa sababu you are very comfortable umekalia kiti. Ikienda na huko juu chakula inakuja unaona hii machakula. Ukienda huko chini, huko juu, unaanza kurealize wacha nisome. Unakuta, oh my god, nimeenda kukua gate man na wewe ni woman. Imagine gate man na wewe ni woman. So ni kumaanisha our ladies back in home, they need some education about this. Don't rush. Take time to know what is this. Read what the copies. Have the copies, read, understand before you sign. Alafu very good. Before even uko na ticket. Before uwe na ticket, have those copies, soma uelewe venye zinasema conditions and the stuff. Alafu wacha nikwambie kitu kingine. After understanding and seeing it's comfortable with you, then sign. The reason why I'm saying this as Jawakatal, the reason why I'm saying this. Mimi nataka ni ukweli natafutia watu kazi, nataka wakuje Qatar na mimi hawataraumu agent watanilaumu mimi. Lakini siniwape namba ya agent direct. Mimi I am not jealous. Kwa sababu kama ninataka deal ningekuwa nakuwa mimi personally. Naambia kujeni kwangu, alafu mimi naenda kwa agent lakini napeana namba ya agent. Hata ukikataa kukuja usikuja kwa agent, it's okay, no problem. But I want this one to go to parents. Nyinyi wazazi, nyinyi ndio mnakosea sana. Kwa sababu you are the one who are forcing your children to come to Gulf. You don't know what is the situation. Mnaenda tu mnaanza kutafuta agent, alafu unajua wazazi wa mama they are ours and we love them too much. Uwezi kasirikia mzazi wako. Si ni kweli? You love them.
Lakini hata ukiwa mtu mzima jiulize, mama yangu ananiambia niende huko, hajaipitia hapo. Mama yako anakuforce, anakwambia ukuje na huku, hajaipitia hapo. Anakutakia laheri, yes ni nzuri, anataka ukuje, it's okay. Lakini wewe ukipewa hiyo pressure na mzazi, lakini hiyo kitu haiko kwa akili yako, haiko kwa damu yako. Unajua kuna ile kujitakia. Wewe mwenyewe unaweza jitakia ukuje. Hiyo hata hiyo God anaweza kubless. Lakini hiyo wazazi kuforce watoto ati mimi sina hata na mtoto wangu, wacha aende Saudi Arabia. Mimi sina hata na mtoto wangu, sasa hivi venye tulikuwa tunaenda computer, hiyo kitu iliacha. Sasa hii kitu inakujaga hajaenda computer, wacha aende Saudi Arabia. Na wala wanakuwa na peer pressure. Unajua kuna watu wengine ni teenage, tuko na peer pressure hata akasikizi mzazi. Tata, vitu tunaumia. Unaona tunasema tuko na peer pressure. Tunaumia kwa sababu akili yako haikumbuki peer pressure. Akili yako inakaonyesha wacha niende Saudi Arabia. Ukienda Saudi Arabia unakutana si hata peer pressure, unakutana na beer pressure. Beer iko na B. Inakugonga hii, unashinda who am I going to cry for? Saizi hakuna mtu mnaweza sahi kuongea ukweli. In Gulf country, yule mtu analiliwa sana na wasichana wenye wanateseka ni Jawaka tao. It's okay, wacha nisijiseme sana kwa sababu nimekuja kurealize people are coming to me. But remember, mimi sikukuja huku na kuambiwa na mzazi. Sikukuja huku kwa sababu ya kuambiwa na mtu. Mimi ndiye nilijitakia. Na mimi nilikuwa nimeambiwa nikuja huku from 2010 nilikuwa naambiwa nikuje Qatar, lakini nikakataa. Nikasema I cannot come here until my child the firstborn anijue jina, ajue huyu ndiye baba yangu, ajue kila kitu. Nilikuja huku wakati niona mtoto wangu natoka huku, nikiwa huko juu nilikorganize. Nasema my baba, nikitoka hivi ananililia. Nikikaa hata siku 5 nikuja anaona huyu ni baba. Nikasema si ukuje hata hakujui. Hata kujua unakashika kana kulilia. Unashika mtoto na ni wako anakulilia. Anaanza mpaka anakuwa na nightmares. Na ni mtoto wako. Kwa hivyo msipewe peer pressure na wazazi eti unataka ukuje. Akia nani msipewe peer pressure? Sasa huyo kazini yako unaniambia anateseka. Go direct, go deeply to her story. Utaona. Akia nani utaona? Shida ni iko na broker. Ni broker. So ni kumaanisha one thing, ujue kwenye unaenda na unataka kufanya nini, kuwa na hizo copies zote na before ukuwe na ticket, before ticket kuwa na those documents. Kuna kitu very good. Kuna kitu kingine niliambia watu. Yule agent mzuri, kama ni agent na anajali maslahi yako, wapi remote? Hii haina audio hii. Kama anajali maslahi yako, usienda kulipa agent pesa, huna visa, hakuna kitu unajua, unaenda kulipa agent hata huna passport, lakini ameanza kukwambia lipa. Huyo ni mwizi. Totally thief. Yule agent mzuri ni mwenye anakwambia kama wangu mimi anakwambia unataka kazi, registration ni 5,000, it's okay. Hiyo 5,000 bado ni yako. Hiyo ni ya kuonyesha ni kweli unataka kazi. Next uko na passport, uko na medical. Kwa sababu hii 5,000 ni ya wanaanza kuprocess kazi yako kwa sababu already umelipa 5,000, wanataka hawezi kutafutia visa bila nini. Unajua huwezi tafutia mtu kazi na hujui kama ako serious, lakini at the moment amekupea 5,000, imagine only 5k yenye atana na isatoa mfuko nikupea hivi nikurudishie. Hiyo ina guarantee ni kweli unataka kazi. Yeah. Unatoa na haizi kuambia utoe 5,000 kama huna passport. Ukuwe na passport, ukuwe na good conduct, ukuwe medical fit, alafu uende uregister hiyo 5,000. Ukisha register hiyo 5,000, tuko pamoja mpaka hapo. Uanze hiyo process, wagoje. Hiyo visa ikitoka, uone hii ndio visa, it's okay. Unitumie mimi niko na timu yangu. Hii niko na cameraman na niko na manager na niko hapa mimi personally. Utumie kwa jao yangu namba ya Qatar. Unitumie mimi mwenyewe. Confirm. Ni mimi na confirmia it is okay, iko very right, it's okay. Yeah. Confirm this company, confirm this visa. Kwa sababu mimi najua everything about company, I know everything about visa. Na mimi sina haja na kazi na wasichana wa nyumba.
I don't care about you anymore. I need only security. I need those cleaners, but sitaki mtu anakuja kufungiwa kwa nyumba miaka miwili. Hiyo nayo mimi nimekataa, sitaki. I don't need from me. Wewe ukienda na njia yako utafutia kazi, usiseme ni jawa Kataro alikutuma huko. Never. Umefanya nikumbuke the first company. Wacha nikukata short ili tumalize hiyo story. Alafu tuendelee hiyo yako. Sasa ukimaliza kuonyeshana hiyo zote, uambiwe your flight will be on next week. Na uone ni next week, utumie ticket itatumwa. Unajua wao watatumiwa ticket. Sasa enda pewa original ticket, lipa hiyo pesa, lipa the amount they need to you. Na ukumbuka ile 1500 uliregister nayo, bas mnamalizana. Na uangalie visa. Yeah. Uangalie visa vizuri na usaini. Yeah. Usisaini kitu hujui. Go on. Uangalie pia the documents that unafaa kusign before ya hiyo visa, before ya even ticket. Hizo documents za details za hiyo kazi yenye unaenda. Hizo confirm fast sana hizo. You know, nakwambia umefanya nikumbuke the first time nikiwa Kenya, niliambiwa niko na kazi imepatikana. Ilikuwa inaitwa Vogue Hospitality. Okay. So kutumiwa hiyo, nikatumiwa hizo document, mimi nilitumiwa email. Kwa email. Niliziangalia zote, nikasoma na nikaenda Google. Kuangalia. Na still nikauliza mtu, kama unajua hii? Umesikia hii najua kazi yako huko. Najua. So niliconfirm hata before ticket hata visa hii. Nilijua hii Vogue iko wapi. Na nikaconfirm from wenye wako hapo, wenye wanajua Vogue. Iko huko, hiyo Vogue Hospitality iko huko hata. Hiyo ndio kazi ya kwanza niliitiwa. Lakini haiko. Sasa nimeconfirm everything. Sasa nangojea visa na ticket na wale. Lakini haikutoka. So nika wait ndio nikuje sasa yenye niko. Na uambie wewe ukukuja na watu wako kusumbua. Huyu jamaa alikuja through our cousin, ni mwenye tulikuja na yeye. Sisi wote tulikuja kwa one. Sisi tulikuja kwa kampuni moja through our cousin who is a very genuine guy. Na huyo mtu hatakagi kitu ya mtu. Huyo mtu ni mtu wa kusaidia. Na through him sisi tumesoma a lot na hatuwezi taka mtu aumie. Hata huyo anajua hivyo, si kweli? I wonder, hatuwezi taka mtu aumie. I wonder one thing. Why should I help you to come, then I say I'm helping, and yet nakuuliza give me 80,000, give me 70,000, give me 100. Why? Mbona nikuitishe na hiyo nakwambia 80,000 ni ya visa. Na hiyo visa itakuwa imelipwa na the sponsor. So ni kumaanisha the sponsor amenilipa. Nikusaidia ukuje wewe nitafutie mtu nikupe dhao. Alafu mimi mwenyewe nimelipa nikuje tena nikwambia unataka kazi leta dhao. So what is that? Exactly. That is selfishness. That is, alafu unaona, that is very selfish. Wacha nikwambie kitu kingine. Na nikwambie na tuwaambie. Unaona wasichana wengi. Tusiseme tu Saudi Arabia, tusiseme tu Saudi Arabia kubaya. Tuseme Gulf country. Ni everywhere. Tuseme hata Kenya, hata unajua Christian and Muslims, we are not 100% perfect. Even when you want to go to the UK, you can go through back door, or use the right way. Na ukienda through back door UK, ujulikane, utakaa huko like 10 years. Sasa not be given an exit. Because ulienda there. Unajua watu wengi hawajui mambo mpaka hiyo exit unasema. They don't know about the exit. They only ati mimi nataka kwenda kesho, unaenda tu. The reason why kuko na shida mingi hapa Saudi Arabia ni sasa wasichana wengi wameenda job za free. Ukitoka Kenya umetoka free. Unajua kitu ya free nobody will care about you. Wewe ulikuja tu free, si ndio? Lakini kuna mwenye alikula hiyo pesa yako. Na ndio maana wewe ukiwa boss, wewe umelipa huyu agent na sasa wewe msichana unataka kwenda home. Wewe ukiwa boss utaambia huyu msichana, huyu ndiye msichana na wewe ndiye boss. Utaambia huyu msichana, no. You want to go back country? Give flus. I buy you. Atakwambia amekununua. The reason why anasema amekununua, hajui ku explain that alilipa, lakini anasema amekununua. From his mind or her, hataki kumean amekununua. Anataka kumaanisha nililipa kila kitu ili wewe ukuje utufanyie job. Unaelewa? Na hiyo pesa wewe hata hujui, wewe ulikuja tu ukalipiwa ticket. Hiyo pesa yote iko na agent. Na huyu agent akalipa broker. Labda huyo broker kulikuwa na broker mwingine
The chain, hiyo chain. Ndio chain. Tabu hapa story kidogo. Sasa mimi nitatoa story gani? Unataka nini comment? Hiyo kitu ningehimiza watu ni before you take an action, think twice. Acha niweka maziwa. Before you take any action, think twice. Check every details. Confirm from those who are, kuna watu wako huku. Nikiwa Kenya kuna watu wako huku nilikuwa najua, nilikuwa naongea na wao. Okay. Na wauliza kuna kuko hivi, kuko hivi, okay, tunaongea nao. Tunaongea na Sam, mimi tulikuwa tunaongea na Sam, na simu hivyo. So, confirm before you take an action. Because and still, if utakuja kwa njia ile inafaa, njia yenye inafaa na ukuje kazi vile inafaa, lakini upate mateso huko, hata hiyo ina happen. Ulikuja njia yenye inafaa lakini umeanza kwa mateso. Kuna numbers you can call, kuna embassy, kuna labor, those things. You should also know your right. Yeah. And maybe you should teach them about rights. So your rights when you are in Gulf or when you are in any other country. So kuna rights zako zenye unafaa kujua. Dear Kenyans, tutaka kukuja Gulf, make sure you go through the right way. And if you need the right way, talk to me. And I'm not proud of myself. You're not bragging of yourself. No, I'm not proud. Then we go bragging. Okay. One day, during this time of kuna kadi ilikuwa ina register, ilikuwa huduma namba time. The ambassador of Kenya alituambia watu wanalia A very good ambassador. Alisema vitu mzuri sana. I remember that day venye alisema. Watu wanakuwa na mashida, wanalia, wanakuja kulia hapo. Ukiangalia hata hujui hamna. Lakini embassy iko hapo. Embassy yenye iko hapa inafaa kuwa na everyone mwenye yako huko. Lakini sasa kama ulikuja in the wrong way, haujulikani ulikujia njia gani, haujulikani embassy. Exactly. So you should also register yourself with the embassy. They should, what people they should know is that people, we Kenyans, for Kenyans, we are very corrupt. We are after money. We are not after helping each other. Everybody is after money. Nobody care about you. Nobody care about your family. Nobody care about where you go. What he cares himself is about what he get from the sponsor that you will go to serve for. Yeah. And for those 2 years, my dear girlfriend, my dear boyfriend, my dear everyone, you will suffer in hand of broker. And you brokers, you will rot into hell because you don't come with a straight way to tell your people. Wachani tamaa. Hiyo inaitwa hiyo, kila mtu atapata karma yake. Utapata karma yako, karma. You'll pay. Yeah. If I mistreat you, what I'll pay. Alafu nyinyi wasanii wenye mko Saudi Arabia, mkikuja na shida, mkiniletea shida mimi mwenyewe, kujani na shida straight yenye inaeleweka. Wachani kunidanganya mimi jao wakatari. Mnanidanganya, ninaumia. Mimi silali hapa nikifanya kesi yenu. Kama saa hii nilikuwa naongea na sponsor venye nimekuwa nakwambia. Sponsor ya watu, mtu wako hiyo, hata siwezi taja hiyo kampuni kwa sababu they are very innocent. Wamekuja wote wakanipe voice mpaka yule demo na wa translate Mkenya, wakanitumia video zenu mkikataa kukula chakula. Ile chakula mnapewa, nimeona hiyo video yenu, nikawaona nyinyi nimewajua, but I will not expose any of those videos. But they are saying hawapewi chakula. Mnasema hampewi chakula. And what you should know and what you should understand is that is flight in Kenya zimefunguliwa. Katalo wamefungua lakini Saudi Arabia hawajafungua. Sio haimaanishi kwa sababu Kenya wamefungua mpaka Saudi Arabia wamefungua. No. Na huyo agent ameniambia vizuri sana, akaniambia flight zenye zimefunguliwa date 20 na 27 ni za those people. Kuna watu wamenitumia mpaka they are pregnant there. Mtu I swear with my God, I don't lie. I have those pictures. I have those videos. There are those ladies who are pregnant there. Watu wako na mimba. Hao watu ndio wanapelekwa nyumbani kwanza.
mtu anaonekana ako na shida kubwa sana, huyu ndio anapelekwa, na hiyo flight si ya watu wote, hiyo ni ya watu wenye wako na shida. Sasa mtu alitoka Kenya akiwa she was not pregnant. When she go there, she is pregnant. Kazi yake ni kusubua kwa social media, anasubua agents, anasubua ofisi, anasubua boss wake. Sasa hakuna flight, hakuna nini, lakini wakiwaambiwa be patient, hawataki kuwa patient. What can I do? I remember which day last week nilikwambia on Thursday it was my lucky day. You remember? Tell me what I told you. Hata hiyo nilikwambia aje about those who got the ticket. Exactly. Kuna watu walienda Kenya from Qatar. Watu wangapi? I told you 3 people. They came through me. Kuna mwingine alitoka Iraq na kuna mwingine anaenda date 19. Walikuja wakanililia because they have a very true story. They are telling the true story. Kitu reasonable. Hata ukiongea na boss wako sponsor, ukiongea na yeye, do you know that I don't have right to talk to any of the sponsor? That according to the law, the one who is supposed to talk to your sponsor is embassy. Embassy peke yake. Me, I don't have the right. I can be arrested. An embassy. Hiyo kitu inaweza niletea shida mingi sana, but I am risking because of those people. Yeah. Na ndio maana unaona sponsor mwenye anaelewa with the situation venye iko, anani understand na anaelewa it is true. Na mimi siedi hapa kumudhirite, namwambia bra 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 Kenya. Hivyo tu. Ananiambia, ananijibu baba bra 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 Maalim. Colors, ticket. Na huyo mtu anatumwa Kenya. Colors, ticket, low. Mafi mushkila. Roho. Hiyo ananiambia hiyo story. Nitaibi roho. Aiwa, ana roho. Because anaelewa. We cannot expose everything that is being said to me, Jawaka Tal. Actually, I forget I was a comedian. Now I am doing work for CNN. I'm doing work for CNN. Al Jazeera, Radio Jump, Qatar Charity, everything. Now I forget that I am making people happy. I started as an Indian guy. Already close? Now I'm not an Indian guy, I'm already close. But I will not quit because I love you. But when you come with a fake case, I will not deal with you. Because mimi sio chombo unitumie. Mimi si chombo unitumie mwanangu. So unaelewa nyohele Kiswahili mufti tuongee sanifu. Kuna nyohele Kizungu mufti wanaelewa ile broken yangu ile Indian guy. Ile kitu nataka kuambia, mimi si daraja unitumie kupita. Kwa sababu kikuja na maneno ambayo hayabatani na story yenye tunaongelelea, mwanangu mimi nitakuachilia na utapotelea pote. Utakuwa maskini hohe hahe na itabidi uzae. Iseme tu kama nani? Itabidi uzae. I have no other choice. Watu wako na maswali hapo. Watu wanasema nini? Lakini kwanza waambie before utoke Kenya, make sure it's genuine. Make sure you go through the copies. Confirm from somebody who you know is there. And if there is nobody you know, you can also confirm from the embassy. Then when you come, you confirm everything is genuine, then you come. It's Qatar, Dubai, or Saudi Arabia, anywhere, Iraq, Lebanon. When you reach there, then also register yourself in the embassy. Make sure you are there in the embassy. Make sure they know. Unaambia wale sana. Yeah. Wewe make sure wanasikia? Yeah. Make sure they know about you, about where you work, about everything. And when you are following the right track and there is a problem, because there still can be problems. You are following the right track, lakini still kuna shinda fulani. Now know your rights. Jua rights zako ukiwa huko kama mfanyikazi wenye They don't know. They don't know their rules. You should know your They don't rights. care. You should what know. they need is salary and food and sleep. Especially when you go to register yourself with the embassy, ask them for a copy of your rights, and they will give you. Where is my phone? They will give you. You can see from my files. I have all those details. Venye tu schedule imetukalia ningekuwa nimefunza watu wengi sana kwa sababu you should make one day mostly kwa wasichana teach them about this, right? Mostly kwa wasichana they don't know. In Gulf you have the right to eat 3 days. You have the right to sleep a very good bed
with a very nice space. Yeah. Sisi zingine mnanitumiaga ni kama mnalala kama nguruwe mpaka nashtuka. Also, You don't know you are supposed to sleep at kwa Your salary should come on time. yeah. You should work only 9 hours. And if it extend should be until 12 hours, which should have overtime. From 9 to 12. Hiyo ni how many hours? Hiyo ni overtime. And inafaa ikuje na salary. Inafaa ikuje together with salary. Lakini mwingine anakuambia wako 18 hours. Mpaka anafanya 18 hours. Siku iko na 24 hours. Unalala saa ngapi? You are a liar. You are a liar. Hiyo ni logic. Logically, hata if you have to lie wisely. Yeah. Yeah. Also check when you started the job because you can start the job at 12. Alafu kitu Some people kingine they start job at 12 anaamka maybe 5:30 anaanza job 12 p.m. 12 p.m. maybe anamaliza kazi huko saa 5 anaanza kusema analala kazi. Hajalala kazi. Hajalala. Kitu kingine mnafaa mjue you should have a day off. You should have every week you should have a day off. Mnanielewa? Tuko na watu wanatuacha ama wameenda. Wako. Yeah? Wako. But there is one thing also I wanted to tell you. Okay, you are asking about if they are asking some question. Yeah. No, furthermore, I've not seen a question. I've only seen so many people asking about job. Je, unataka job, wenye wanakuambia unyoe, wenye wanasema huwezi kunywa maziwa peke yako. Mtu anasema unyoe nywele na upunguze tumbo. Alafu kuna mtu hapa anasema hizo ni zenu. Swali wacha kusema kila kitu. Hakuna so far I have not seen a question. Yeah. So far I have not seen a question. And somebody's calling and I'm not seeing what's calling. Uiona? It's not appearing anyway. Wacha. Oh no, those are one of those guys. No, it's not My baby cannot comprehend. She knows that I want to speak. Alright, there's one thing also I wanted to tell you that kuna wenye wana forge company name just to get a visa. I am a living testimony of such because there is such an idiot who used that to lure my brother when he was coming to this place. So pia watu wanafaa kuchunga sana. Hizi brokers sijui ni vile wanaweza maliziwa aje ama wanaweza malizwa aje. Mungu atawaua. Watamalizwa by you yourself. First of all, confirm it. That was a true thing. My aunt called me and I confirmed the company from the Google. It was an existing company. But it was when they came here, it is a forged. They forged this one just to get the visa. You see. Yeah. So after they forged everything and get the visa, people come here and stay in their houses or something. But that was not forged. It was a bankrupt. Again, okay. Yeah. Again, Bankrupt. I would like to ask people. Kuna mwanaume, I'm very sorry to say this, but it is a very true story. Kuna mwanaume alienda hiyo siku Thursday, alienda Kenya Thursday. Ilikuwa siku gani? Sikumbuki Thursday, nilikwambia siku which was my best. The Thursday or Wednesday. Ile flight ilikuwa recently ilienda Kenya. I will confirm. Kuna mwanaume mwenye alikuwaga Hamad amelala huko, alikuwa na shida mingi sana. Alienda Kenya. I'm very sorry to say this because but it is a very true story. Huyu mwanaume alilipa 300,000. Unalipa agent aje 300,000 kuja kutafuta job. Si mimi nipata hiyo 200. Uone saa hii kama naweza kaa huku. 200 zinaweza kuanza biashara. Alilipa 1,000 ngapi? 1,300 analipa agent. Kufika huku alienda ni kazi ni shetani, ni watu wao wanafaa walaaniwe, ni watu wataenda kwa shetani, watakufa, wao wanafaa wachibwe kaburi, wasiku wakiwa wamesimama na wakiwa uhai. Akalipa 1,300, mtu akatoka Kenya, akakuja mpaka Qatar. Uniambia hiyo confidence yote ilitoka hapo akifanya hivyo. Kufika alichukuliwa na mtu, akaenda akamwacha mali akamwambia wacha nikuje. Akapotelea pote. Huyo jamaa alitolewa Hamad Hospital. Mimi penye tu I received a call from someone. Wametupa. I received a call from someone.
Kanambia, hey, bra, there is somebody here from Kenya. He is suffering in Hamad. He needs to go home. His story was like this. And that guy, mwenye alituma niko na namba yake, mwenye alienda niko na namba yake, mwenye nilipia embassy niko na namba yake. It take only 3 days. Huyo jamaa akarudishwa Kenya. Uniambie, hiyo stories zingine zina watu wengine wanakuaga aje? Unalipa hiyo pesa yote wazazi? Mtu anauliza swali. Tafadhali wazazi, kama mnanisikiza. Mtu anauliza swali. Stop forcing your children to come. Wacha niwaite children. Stop forcing your girlfriends. Stop forcing your men. Stop forcing anybody to come to GAF. Wacha yeye mwenyewe ajitakie, aende hiyo process yote, lakini sikukibiria kitu na hata mjui venye kunaendaga. Don't come through me, it's okay, I'm okay with that. Lakini hata mwenye unaenda kutafuta job kwake, be very realistic. Realistic. Wow. Hiki siku haikukuja na ajaruwe tu. Kwa mwenye unaenda, wacha kutumiwa. Wacha kuharibu pesa yako. Wacha kukua na tamati kwa sababu mtoto wa jirani yangu alienda, unataka wako wakuje. Kuna mtu anauliza hapa wenye waliletwa na agent na sponsor alikuchukua kwa ofisi, embassy itajua aje? Embassy inawajua? Kama wanauliza kama embassy inawajua wale wenye waliletwa na agent wakachukua kwa sponsor wakawachukua kwa ofisi, embassy inawajua? Another question, another person is asking. As long as company is registered, wanajulikana. Emwe. Wahed. Jao, mtu akikaa bila ikama anaweza zuiliwa kuhome? Yeah, yes. Another question is coming. No, this I say. Let me say. Unajua hata watu wengi hawajui kama ni nini. Unajua most of people they don't know this. Kuna mtu sikiza Monica Shiro. Monica Shiro anasema, mi nahitaji msaada huko. Mi nimetembezwa more than 10 houses from the same family. Na niko na 8 months nikitafuta msaada kwa agent. Wakanisho niende polisi. Saa mi mahali nimefika, I'm tired and I want to go back. What is the problem? Home. Why huyo hata hatuwezi mu-explain. Anaitwa aje? Anaitwa Monica Shiro. Monica Shiro. Chukua namba yangu nitakuelezea kila kitu kwa inbox. +974 7024 1955. +974 7024 1955. Kuja kwa inbox yangu, kuja na hiyo story, kuja na jina yako, lakini usiniambie hi. If you say hi, I will not reply because I have every day ninakuaga na more than 100 chats. Nyinyi wote mkisema hi, si hata niseme hi kwa Facebook, nyinyi wote mseme. In short, go straight to the point. Yeah, go straight to the point. Closed chapter. Bro, nataka job, Jao please. Hiyo ni Sydney Anthony. Mwambie atulia, hakuna visa. Tulia, uko wapi kwanza? Lakini hakuna visa saa hii. Hakuna visa. Any last thing you would wish to tell these people before we switch off? Me? Both of you. Uko na kitu kwa sababu the president ndiye huwa. I'm just insisting. Somebody is saying Rudia number. Repeat the number first before he finishes. +974 7024 1955. Again, plus ni +974 +974, hiyo ni kodi ya Qatar. Alafu namba ni 70241955. Alafu kikuja kwa my inbox, be patient, usikuja kusema utume message mingi alafu useme you are not replying. Shikilia hapo. Last words. I'm just insisting to everyone, wherever you are, if you want to come to GAF or you want to go abroad in the country, just confirm the details of your job, confirm the details of your visa, confirm the details of your everything before you make your action. Before you take an action, confirm everything. Secondly, kama uko huko and you're having some problems, know your rights. You should know your rights.
then you should have been registered with the embassy. Ndio ukienda embassy wajue venye wata follow up your case. Then still kama kuna shida yenye iko match, yani iko ngumu sana, jua namba ya police pia. Jua namba ya police pia. You can give a call to the police and they will come immediately there. If also you have another emergency, jua namba ya ambulance also. If you call the ambulance, it will come immediately there. Also, if you have an emergency and you call the police and you call the ambulance, but you don't know the building number you are in, house number, haujui, how will they come? So lazima ukue na building number. It's easy instead of the sending location on the search. If hauna data or hauna Wi-Fi, you need to know just the building number. Yeah, and you need to know the building number. Hata ukikosa kujua the location, you know, maybe I'm in Nairobi or I'm in Mombasa or I'm in Doha, you know that 24th Street, yeah, and street and zone. Yeah. Na most of them zinakuwa zimeandikwa tu hapo kwa gate. So utajua tu, take a photo of it. Take a photo with your phone, keep it in case. Yeah. Melibeth, 1 minute. Melibeth, I think you got the number from Peter from Jao. So you will just inbox him for this your problem. I see you have some problem here, and you get the number and text direct from the inbox. All right. Thank you. Your last word. My last one is not forever. It's my last word for this video. I want to tell you, dear Kenyans, if you are here in Qatar and you have a very good sponsors, wacheni kukuja kwa Facebook yangu mnaanza kuongea matope. Sababu wewe utaseki, kuna wenye wanateseka. Kama wewe unateseka, kuja na a very good story, a very serious story, a very truthful story, lakini usikuje kuongea dini story ya uongo. Na kama wewe ni kiboi, wacha kushida ukitusi wale wenye wanateseka, kwa sababu usidhani make it. Ukumbuke kama wewe ni kiboi, ukienda Kenya, I'm very sorry to say this, utaenda kudeportiwa. Sababu hata kama uko na ticket, you need to go to police so that they can deport you to go back to Kenya. Na nyinyi wakeboi wengi ndio mnaenda nyumbani na wazazi, mnaenda nyumbani na watoto na mliachia wazazi wenu watoto. Kwa hivyo msidhani ati mmekuja gaf mkamake it, mnaanza kudharau wale wengine, kwa sababu nimeona most of people who are commenting into my videos, most of them ni keboys, kwa sababu ya ile story mnakuja kuongea hapo. Nyinyi mliagukia sponsor wazuri, wachani kiherehere, ogeeni vizuri ili wenye wanateseka, kwa sababu there are those people wenye wanateseka. Na kama wewe utaseka usikuje kuongea story yani hai make sense. Let us say this in Gulf. Let us have this motion of Kenyans to Kenyans. Kwa sababu if we don't love ourselves, if we don't respect ourselves, even government of wherever you are, they will not respect you, they will not care about you, and they will always say, Kenyan people, Muk Mafi. Kenyan people, Muk Mafi. For example, look at the people from Philippines. You think they been treated well with those sponsors because they are not special, they are not beautiful than you have, they don't have a very bigger body than you are, but because their government care about their people. Also, you, our government, Kenyan government, you should care about us, not about girls. You should care about us. When we came to Gulf country, you should care about us very much. If you can say, serikali seme, we will not have a contract of 2 years. We will have a contract of 1 year. Anybody want to go home after 1 year can go na alipua ticket na nini na kampuni yenye yako. It is okay. Lakini hata sahi kuna sahi hata anaitaka Minister of Foreign Affairs ama Minister of nini. Najua hata akiulizwa numbers of people who have traveled hajui kwa sababu ya nini? People are coming through parliament. They don't know. Wanajifanya wanajua hawajui. Kama mimi hata nikikuja sikukuja na good conduct. Mimi nilikuja tu nikuje. Maybe you don't know I'm here. Ni venye tu passport inawekwa stamp. Ionekana nilikuja. Ili ikiisha niende nikarenew mpate pesa. You should care about your Kenyans who are traveling to other countries, especially in Gulf countries. Because let me tell you, dear Kenyans, you have made it
Yeye nyinyi mko kwa serikali kwa sababu this will go straight forward to Kenyan government. You have make it, you have money, you have everything, but you don't have. Kata hiyo video hata sijui venye nitasema. Alright, let's answer these questions. One question before you go. Somebody is asking, how will you know that your company is registered with the embassy so the embassy can have all your details? Before you come to me, before you come to any Gulf country, I offer myself. Send to me your visa. I will check all details. Meaning that I'm here because of you. I will check all details. Nikwambia, this company is registered. This is not registered. That's why you're giving them your number. That's why I'm giving you my number. I am connected with Kenyan embassy in Qatar. They help me a lot in any information. Any information I need, they will help me. Wachana huyo watu, nachana huyo mtu, lakini wacha nisioge kesi yake alikuwa ameniblock, lakini aniblock. Lakini nimemtetea. Leo kwanza nimetetea Juma kwa sababu ya story nyingine, mpaka nimetumia voice, nimetumia video, lakini nimemtetea leo. Juma, leo nimekutetea mahali huko. Wewe Juma Embassy wa Saudi Arabia, leo nimekutetea kwa sababu ni ile information nimepata mingi. Leo nimekutetea, lakini usiniblock tena. Si vizuri kublock best mwenye mnaweza saidiana. And I told you Mr. Juma, those girls will always come to me, but they will fear to come to you. And when I come to you, please listen to me. Sababu mimi sikuji nikijigoga kifua. Na mimi Juma tunaweza saidiana wewe sana kuhusu hao wasichana. Tunaweza saidiana sana. Lakini usinibebe hivyo. Ukikasirika kidogo una block watu. Kublock, if you block me, that is not an issue. A little man will never block anybody. Kama ni mwanaume, fight kama mwanaume. Nimeona umeniani block. Tumeongea na mtu mwingine, hiyo story tukaongea akaniani block. Alikuwa ameniblock kwanza line zangu mbili. Lakini venye hiyo kesi imekuja moto, ikakuwa moto, nimeenda nikakuta ameni block. Na kama if I'm lying, God see me in heaven. Alikuwa ameni block. Juma is the assistant hot there. I don't know, unajua ni kama venye ni kama captain. Unaona venye kwa team kuna kuaga na coach, owner of the club and the captain. Juma ni kama captain wa nini. Sasa watu wote wanaenda kwa Juma. Juma ni kama captain wa Saudi Arabia. Lakini watu wakienda kupeleka kilio chao anawabanisha. Kama mimi alikuwa amemblock, ameniunblock. Asante sana Juma kwa sababu kuna kesi ulinisaidia. Mungu akubariki sana Mr. Juma. Sasa mimi kwangu roho yangu iko safi. Sisi ni mabeste, usiniblock tena. Na umeniunblock, asante sana kwa hiyo kwa sababu those girls will always come to me as I told you, and they will fear to come to you. But when I come to you, na kuletea ile kesi naona ni serious. Siwezi kuletea mtu ameniambia ati amenyimwa pesa ya kununua nini. But if he change, they can go to him. If he change the attitude. You must put your attitude. I'm giving you this last chance now to finally as I'm going to close this chapter. Wacha nitaka huyo msichana wako mwenye ulikuwa unaniambia, sababu tuliambia na msichana wako atasaidika na kila kitu kitakuwa sawa kama amepitia vitu zote genuine. I'm here and I will solve on any case because God in heaven is the judge. Thank you so much. I'm impressed with somebody called Eze Sharon. Eze Sharon is trying to say that people don't sign what you don't understand. There are some letters that you're going to be given written in Arabic. Let me before waseme sana. I give you this, okay? Let me tell you. People from Kenya, you are very dumb. Nyinyi ni watu mmesoma. Let me tell you something in 1 minute. Watu wote wa Kenya huaga wameandikiwa na Kizungu na Kiarabu. But ukikuja kama country kama Filipino, Sri Lanka, Nepali, India, Arabic, wote huaga wameandikiwa na lugha yao. Sasa Kenya hatujai kuandikiwa na Kiswahili ama Kikuyu ama Kijaruo ama Kinini ama Kimasai. Huaga hatujai kuandikiwa. We have only 2 national language, Kiswahili and English, because they know sisi ni watu tumesoma, sisi ni watu tumeelewa hii lugha. Wanatuandikiaga na Kizungu na Kiarabu. Lakini unakuta watu wenye wanakuja kwa sababu waliambiwa na mama wao wakuje, hawajui hiyo Kizungu, hawana hiyo, hata hawajui kuelewa. Na kuna kitu nilisema,
Watu wakikuja kazi ya driving ujue mambo ya kompyuta kidogo nikatusiwa sana. My friend, hata hujui kuclick mouse, hata hujui kupoint. Unaletewa question ni 20 question na hujui mpaka ku point. Nikaongea hivyo nikaona kama ni ujinga. Unapewa hiyo theory kwa sababu huku hakunaga shortcut. Lazima kama ni theory uende all process. Kama unajua hujui kakisugu kidogo, jaribu kujua kidogo. It is very important. Soma kiasi. I'm going abroad. Abroad is English. Yeah. It's an international language. Yeah. So how am I coming here and I don't know a simple simple. Sio lazima ujue hiyo. Sio simple. Nyingine unaongea mtu anakwambia communication error. No doctor, this is Communication is better than accommodation. yeah. So, but the way, unajua what this lady was trying to address is a true thing. Maybe sometimes ukishakuja hapo wewe mwenyewe, kuna zingine zimeandika Kiarabu, kuna sometimes unaeleza letewa documents zingine, you don't know what might happen. You na don't mleteo ongoja. So mleteo those people who are going they are just going to rush to sign. Hata hizi zingine wanaandika na Kiingereza. Somebody is coming bringing for you a document and is trying to tell you you person sign very fast, I'm going. My friend, one day you will sign your death letter. Read and understand wherever you're going. Yeah. To sign. Don't just go there and say, hata kama kuja na kelele kiasi gani ya kuambie mara nini niko na haraka. Hiyo haraka yake kama angetaka kuna haraka angekuja jana ndio akuwe na time. Kuna msichana anaitwa Penina alikuja kwa inbox akanitumia picha akaniambia Jau Wakatal. Kwanza aliniambia Jau Wakatal, how are you boyfriend? Ebu nimekutumia hiyo kitu wananiambia ni sign hata sijui ni nini hii. Nikaangalia, nikasoma, nikisugu. Hiyo alikuwa anaitwa Penina sidagani. Nikasoma kana nikamwambia maibia unataka continue na kazi? Akaniambia mimi nataka kufanya kazi. Nikamwambia okay sign. Ilikuwa ni kurenew contract. Huyo msichana ni mtu mwerevu sana, hakusaini kitu hajui. Na hakuogopa kuuliza kama hujui kenye una sign, uliza. Kwani huko nini? Give my baby. Thank you. Good night, you people. Wacha nijikatie ili ni safe.